Kiwango ambacho kimekusanywa ni shilingi bilioni 125.4. Lakini pia kila dola moja iliyolengwa imekuwa dola 6 au zaidi. Yaani ilikuwa inalengwa kukusanya dola milioni 5, sasa imepatikana dola milioni 32.3. Ndugu zangu, huu si ushahidi tu wa nguvu ya soko, ni heshima kwa jina la Tanzania, kwa benki ya CRDB na kwa sera za serikali zinazochochea uwekezaji. Kwa upande wa serikali, mafanikio haya yanatupa matumaini makubwa kuwa njia ya kutumia masoko ya mitaji kufadhili maendeleo ni sahihi na inapaswa kuendelezwa kikamilifu. Ndugu wageni waalikwa, nisisitize tena kwamba mafanikio ya CRDB Al-Barak Sukuk ni kielelezo cha mabadiliko ya fikra. Ni ishara kwamba Watanzania wanaona uwekezaji si tu kwa macho ya leo, bali kwa macho ya kesho. Ni chombo kinachotuonyesha namna ujumuishi wa kifedha unavyoweza kuungana na kwa kuzingatia mahitaji halisi ya wateja, utaalamu wa masoko ya mitaji na dira ya taifa ya maendeleo. Aidha, ushiriki wa wawekezaji wa nje, binafsi na taasisi kama shirika la uwekezaji la Uingereza yani BII ni ishara ya wazi ya imani kubwa ya jumuiya ya kimataifa kwa uchumi wa Tanzania, kwa benki ya CRDB na kwa mwelekeo wa serikali katika kujenga mazingira salama na shirikishi ya uwekezaji. Eneo lingine ambalo ndugu zangu tunalisisitiza na kupitia serikali ya awamu ya 6 toka imeingia madarakani miaka 4 na sasa 5 iliyopita ni mazingira ya biashara, yani business environment. Kwa pale tunapoona kwamba nchi yetu inakwenda na ustahimilivu wa kibiashara unakuwepo, wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji mbalimbali wanawekeza mitaji yao kwenye maeneo mbalimbali ya shughuli za kiuchumi na mitaji yao inakuwa salama, lakini pia mazingira ya kufanya biashara yanakuwa salama zaidi, basi hiyo ndio hamu ya serikali ili wananchi wapate kukuza mitaji yao, kukuza biashara zao, kuzalisha bidhaa zinazotibu mahitaji ya wananchi kwa ujumla, na hatimaye basi makusanyo ya serikali yaweze kuongezeka zaidi. Sisi tunaamini kwamba pale biashara na wawekezaji watakapoongezeka, pale ambapo mitaji yao itakapokuwa, pale ambapo watapata faida kubwa zaidi, ndipo ambapo tutatibu maeneo mawili kwenye nchi yetu. La kwanza ni kuwezesha kuwapatia vijana wetu ajira, kukuza zaidi uwezo wa nchi yetu kuwapatia vijana ajira kupitia uwekezaji kuweza kukua zaidi, lakini pia kuongeza mchango wa sekta binafsi kwenye pato la taifa kupitia ukusanyaji wa mapato. Na tuna sio tu fedha ziko nchini, bali imekuja na instrument au bidhaa tofauti za kufanya Tanzania waweze kuwekeza. Maana katika hizo phase 1 na phase 2 waliwekeza zaidi kwa Tanzania. Lakini leo hii nafarijika sana kwa maana nyingi sana. Kwanza leo Mheshimiwa amesema siku ya akina baba, lakini leo siku yangu ya kuzaliwa kwa nafuraha sana. Hapo jina ni Abdul Majid, jina la Allah kabisa, jina la Allah washika kanisaidia Abdul Majid. Lakini leo tunazindua kwenye soko la Isa Sukuk chini ya Al-Barak Bank. Kumbukumbu lioje nzuri kama hiyo. Kwangu nafarijika sana. Lakini mpango hii isingewezekana pasipokuwa na ubunifu ndani ya nchi yetu. Na ubunifu wetu siku zote umelenga kuwa na sekta ya fedha jumuishi au bidhaa jumuishi ambao ni kubwa zaidi ya msingi. Nafarijika kusema moja, ubunifu ni kuhakikisha kwamba watu wanapata mahitaji kulingana na aidha imani zao au mahitaji tofauti, na ndio maana tunaacha kitengo cha bara. Ubunifu huu ni wa kuigwa, ni ubunifu muhimu ambao sote kama benki ya CRDB tunajivunia sana.
Sukuku ni dhamana za kifedha zinazozingatia, na wote mnakumbuka siku tunafanya loja hapa, tulikuwa na Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alisema tumie kwa ndogo tu, best for Tanzania. Hizi fedha hazitumii riba, hatuna riba kwenye fedha hizi, bali unapata faida, na tunafariji kwamba uwekezaji huu utakuwa ni sehemu ya wawekezaji watakaopata faida ya kutosha. Mheshimiwa Rasmi, niseme katika zoezi hili nafarijia kusema kwamba ameongea wenzangu kuelezea matokeo ya nini kimefanyika, na nichukue fursa hii kuwashukuru sana wa Tanzania kwa maana kwamba mwitikio ulikuwa mkubwa sana, lakini washukuru sana wataalamu wa benki yetu ambao wameweza kuiuza na kufanya kwa ofisi kupata faida au kupata uwezo wa mafanikio kiasi. Nakumbuka ilifunguliwa tarehe 9 Agosti na tulifunga tarehe 19 Septemba. Kwa ni kipindi kifupi sana, lakini kama alivyosema wamejitokeza wawekezaji wengi sana, zaidi ya 1000 kuweka katika dhamana hii. Malengo yametaja, tulikuwa na malengo ya kupata bilioni 30 kwa shilingi, lakini tuongeze ikizidi basi 40. Tumepata zaidi ya bilioni 125. Ni mafanikio makubwa sana. Na kwa dola tulitegemea tupate dola milioni 5, tumepata dola milioni 32.3 milioni. Nini maana? Wengi tumeona sukuku nyingi zimekuwa sokoni, lakini hii ni ya kwanza kubwa kutolewa nchini Tanzania na ikiwezekana katika East Africa. Ni ya kwanza na ya pekee. Nichukue fursa hii kushukuru sana waliokuwa wanatuongoza katika mpango mzima, na mmoja akiwa ni ITREX ambayo siku ya kwanza ya launch aliweka kiasi cha kutosha, sio kuongoza tu, hata uwekezaji ulikuwa mzuri sana. Tunakushukuru sana.